Mwana, naomba unisamehe sana mpenzi wangu kwa kile ulichokishuhudia pale Seblena. Haikuwa dhamira yangu wala hazikuwa hisia zangu wala fikra zangu. Yule mwanamke alikuwa akinilazimisha tu, lakini mimi sikuwa hata napenda. Naomba unisamehe sana mpenzi wangu. Nisamehe, sikufanya kwa matakwa yangu. Hayakuwa mapenzi yangu kabisa. Naomba tu nisamehe mpenzi wangu. Kitu gani kwani kimetokea? Mbona mimi sijaona chochote? Mwana, usijifanye kama hujaona kilichotokea. Na nimekuona kabisa umeshuhudia kitendo chote. Ndio maana nimekuja kukuomba radhi. Naomba unisamehe. Hayakuwa makusudio yangu, wala mimi sikutarajia kama kingetokea kitendo kile. Naomba unisamehe mama yangu. Kwani mimi naitwa Mwana? Mimi sio Mwana. Afu sikia, mimi naomba ile biskuti yangu ya chocolate na mpira. Mwana, biskuti ya chocolate? Ndiyo, biskuti ya chocolate. Mbona kama unajitoa ufahamu? Hautaki? Basi kama hutaki mimi nalala. Bi Kipaso, karibu sana. Asante sana Kipopwe. Nimekuja hapa na habari njema. Kuna mipango yangu nilikuwa nimeipanga kwa ajili ya kumuingiza Ngala kwenye mitego. Lakini ghafla nikamuona anaingia na Mwana akiwa amembebelea hivi mikononi. Amelegea sana. Hili inamaanisha alikuwa yuko hoi. Nikashtuka kidogo. Lakini kasema hapana. Sijawahi kushindwa. Mimi ndo Bi Kipaso bwana. Nikaenda nikafanya vitu vyangu. Ngala kaingia hapa. Nyie mlikuwa mnakwama wapi? Mpaka sasa Ngala ameshaingia kwenye mitego yangu kwa sababu huo muda napita na Mwana. Tayari kule ndani mtego uko hivi. Na hata hapa ninavyokuambia, huko nimeacha kuna vitu vinaendelea. Yaani nahakikisha kwamba hii kazi inaisha kwa wepesi sana. Bi Kipaso, mimi niseme hongera sana. Tena nakupa hongera ambayo siwezi kuizungumzia kwa makubwa sana, lakini niseme hongera. Na kuhusu swala Mwana, yani Mwana sasa anaishi kama kibeti kisichokuwa na njiti. Ina maana ana chochote katika mwili wake. Vile ulivyomuona akiingia na Ngala akiwa hoi yuko tepe tepe amelegea, mimi ndo nimesababisha. Yote 9, 10 nimemtoa kila kitu kichwani kwake. Ina maana kama flash ambayo tumeformat. Mwana, uko sawa kweli? Mwana. Mwenyezi Mungu, naomba msaidie Mwana. Sina kimbilio lingine ila wewe tu, Mungu mwenye nguvu.
Kipupwe, hongera sana, umekuwa. Ni jambo zuri sana. Muda huu uliofikia hapa ni kuhakikisha tunamtenganisha Ngala na Mwana, ili sasa tuweze kufikia mwisho wa kazi yetu. Ni muda wa kufikia finish. Sasa nikuulize wewe, una finish wewe au una finish mimi? Bikipasu, mimi kama kiungo mchezeshaji ni mtu ambaye anapiga pasi. Sasa nimekupasia pasi ya mwisho umalize, yaani ufinish. Safi sana, asante kwa kuniamini. Nitahakikisha mimi na finish. Sawa, lakini sasa baada ya hili zoezi kukamilika, kitu kinachofuata ni kumrudisha babangu. Sawa Kipupwe, nimekuelewa. Pasta, kama unavyoiona hali ya binti, yupo kwenye hali mbaya sana. Yaani hapo alipo hajitambui, hajielewi, hata anachokizungumza kuna wakati simuelewi anachokizungumza. Na inavyoonekana hatambui chochote, yaani yupo tu kama zezeta. Ndio maana nimeamua kukufikishia hili swala, wewe mtu wa Mungu, ili uone namna gani unaweza kunisaidia katika hili. Nahitaji msaada wako sana Pasta, kwa sababu nimeona hakuna njia nyingine wala suluhisho nyingine zaidi ya kushirikisha yule mtu wa Mungu ili tulifikishe hili swala kwa Mungu. Naomba msaada wako Pastor Tony. Embu nipe shogangu. Sima wewe naye mbea wewe. Aya yote umeyatoa wapi? Umeyajuaje? Shogangu, kuna jambo kwenye mtaa mimi silolijua mimi. Ndo kama hivyo ninavyokuambia. Huyo Moana shogangu kageuzwa kuwa mzuka, sio mzuka, mzimu, so mzimu. Mama sielewi nimweke kwenye grupu gani. Baba huyo Ngala huyo sasa anahangaika na ajui kabisa msaada atautoa wapi. Maskini mkaka watu. Namwonea hadi huruma. Unajua wale walikuwa wanapendana sana wale. Huyo Moana hata sijui amepatwa na nini jamani. Wewe shogangu tulia kwanza. Hiyo huruma umeitoa wapi? Maana kama sikuelewi hivyo unaanza kunikataa. Wewe nisikilize wewe. Acha kujihusisha na mambo ya watu. Usije ukageuzwa mzuka na wewe. Mwajabu, sina lomba kiasi hicho. Hapo fanya twende tukamuone. Kumbuka yule ni rafiki yetu wa muda mrefu. Kwa hiyo fanya hapo tuinuke twende tukamuone. Sio vizuri kama akipona akasikia kuwa tukwenda kumuona. Naomba twende. Wewe bana shogangu mimi nisikilize. Mimi naogopa kwenda huko. Kwanza ile nyumba yao ina uchawi, ina masuala ya pete, sijui manini. Yaani mimi sielewi. Mimi naogopa shogangu, mimi siwezi kwenda bana. Mimi siwezi. Kwenye hilo swala mimi nakupinga kabisa. Sitaki kujihusisha na mambo ya watu. Umbea huko nje. Uko kwenye mambo ya watu, sitaki kabisa. Bana, wewe fanya inuka hapo twende. Basi tu mimi naenda. Mtakatifu Mungu wa rehema. Naenda kuteketeza, naenda kuharibu katika kitu ambacho kimeenda kufungwa kwa binti. Naenda kususa moto wa baraka. Naenda kususa damu yako ya Yesu Kristo kapate kutangaza katika damu yako Yesu Kristo. Nikiamini wewe ni mtakatifu, ni mwingi wa rehema. Nikiamini ndio kimbilio la kila mtu yoyote. Naenda kumweka huyu binti mikononi mwako. Naenda kumweka huyu binti katika damu yako Yesu Kristo. Kama kuna hila mbaya ambayo imefungwa kwake kikapate kufunguka. Kama kuna kifungo kilichokuwa kimefungwa kikapate kufunguka. Tunaenda kutoa kila hila chafu zilizokuwa zimewekwa katika mwili wake. Tunaenda kuzitupa katika bahari. Baba mtakatifu, mwingi wa rehema, susa moto wako wa baraka. Susa moto wako wa baraka. Susa moto wako wa neema. Susa moto wako wa neema katika nyumba hii. Susa moto wako wa baraka katika nyumba hii. Mtakatifu, wewe ni mwingi wa rehema. Asante kwa sababu wewe mtakatifu ni mwingi wa rehema. Asante kwa kumtibu hata huyu binti. Naamini kwa kila kitu kitaenda kuwa sawa. Baba mtakatifu, mwingi wa rehema, tukiamini katika wewe. Asante kwa wema wako, asante kwa utukufu wako.
tukiomba na kushukuru. Amina. Ngala, hebu nakuomba mara moja. Ngala, kwa nini umemleta mchungaji nyumbani kwangu bila idhini yangu? Hiyo ruksa umeipata wapi? Wewe kama mtoto, mimi ni shangazi. Huwezi kufanya kitu chochote humu ndani bila kunishirikisha mimi. Kwa nini umemleta mchungaji ndani kwangu? Lakini shangazi, kuna ubaya gani? Nimefanya vile kwa sababu ya hali ya Mwana. Wewe mwenyewe kama unavyomuona Mwana hayuko sawa kabisa kiafya. Na sijaona ubaya wa mchungaji kuja hapa nyumbani kwa sababu niliona yeye ndo msaada pekee wa kuweza kulisuluhisha hili. Yaani kama ungejua, usingenitajia huyo Mwana kabisa. Sasa basi. Sasa hivi ninapoongea na wewe, mwambie mchungaji wako aondoke. Simuhitaji nyumbani kwangu. Hilo haliwezekani shangazi. Mchungaji atakaa hapa kwa siku 2 akimfanyia maombi Mwana. Paka pale hali ya Mwana itakapokuwa sawa. Siku 2? Bado hujasema. Na hapa mchungaji aondoki ili ukione cha mtema kuni na kwa uchawi wako. Ndo kwanza picha linaanza. Sindeli, Biki Pasu. Shikamoo mama. Shikamoo Biki Pasu. Samani mama, mguu unaoona ulikuwa unakuja kwako. Nimesikia kuwa Mwana anaumwa sana. Si ni marafiki zake Mwana muda mrefu. Kwa tukao tunakuja kwako ili tuje kumjulia hali. Nyie. Hivi mnajitaka kweli nyie? Sasa, ole wenu. Nione hiyo migoko yenu hiyo imekanyaga pale nyumbani kwangu. Mtanijua mimi ni nani. Hapo mtupo mtakaponijua kwamba kweli mimi ndio Biki Pasu. Endeleeni kujichanganya. Lakini mama, sio kwa ubaya. Sisi ni marafiki zake Mwana. Tumekuja kumuona tu, kumjulia hali tu mama. Ala. Nadhani nyinyi hamna kazi ya kufanya. Sasa kama hamna kazi ya kufanya, mimi nitawapa kazi ya kufanya. Mama, huyu ana kielele, tunaomba umsamehe. Tulia basi. Sawa sawa kabisa. Kiherehere cha huyu kitakuponza na wewe. Alafu sasa siku nyingine endeleeni kunisimamisha kama ndivyo nisimamisha tena. Niwaambie kabisa, pumba anakula nguruwe. Lakini nyie mnazitamani pumba kuzila. Mtakula. Ipo siku yenu. Endeleeni kujifanya mnajua. Viherehere wakubwa nyie. Watoto wadogo mnataka kuingilia mambo mazito yasiyowahusu. Maji ya bahari hayapimwi kwa mguu hata siku moja. Puuzi wakubwa nyie. Wewe nisikilize wewe. Unajua na kielele sana. Sasa nisikilize, mimi siendi. Kama unajitaka rudi, kama hujitaki nenda. Biki Pasu, mbona uko ayaye sana kama unakimbiza mwenge? Ngala anataka kunipanda kichwani. Huwezi kuamini nilivyotoka hapa. Nimefika nimekuta nyumbani kaleta mchungaji.
Kwa nini alete mchungaji nyumbani kwangu bila taarifa? Alafu kibaya zaidi, mchungaji anasema analala pale siku 2. Yaani kwa nini alete mchungaji nyumbani kwangu? Bikipasu, huo ni mchezo mdogo sana. Swala mchungaji tu, mangapi tumeyafanya. Ni kweli Kipupu unavyosema. Hata mimi nina nguvu za kufanya chochote kile ninachotaka kuwafanya. Lakini nimekuja kukuambia wewe ili nijue tunafanya nini. Bikipasu, kuna kitu natakiwa tukifanye kikubwa sana. Sawa, nimekuelewa. Yaani umenichapia kama ng'ombe wa Kimang'ati. Na kama ungekuwa mwalimu wewe Bikipasu ningekujua mimi wewe. Tena mwalimu mwenyewe ni wa math. Tena kama sio math, history au biology. Wewe. Sasa pale nimechapa. Mimi najua kuchapa. Mimi nachapa. Ila kitu ambacho nimefurahi. Ana imani ndogo sana. Yaani anaingilika kirahisi. Sasa basi, kilichobaki twende tukamalize kazi yetu. Sawa. Lakini sasa tusisahau kumrudisha baba. Kwa sababu moyo wangu unaniuma sana. Kipupwe. Sawa, nimekuelewa. Usijali, tutalifanyia kazi hiyo.